Mara ya mwisho tulipofanya mahojiano nilikutajia nyota watano wa kigeni ambao Yanga atakwenda kuwasajili, na nilikwambia katika maeneo tofauti tofauti. Nilikutajia winga ambao zitakuwa ni winga mbili kwa maana namba 7 na namba 11. Mpaka tunapozungumza tayari wametangaza winga mmoja, lakini pia nilikwambia watasajili mshambuliaji wa kati. Mpaka tunapozungumza tayari wametangaza mshambuliaji wa kati, lakini pia nilikwambia watakwenda kutangaza tena namba 6 ambayo ni bado. Nilikwambia watakwenda kutangaza namba 10. Sawa na kupelekea jumla ya kuwa wachezaji wangapi? Watano, kwa maana namba 6, namba 7, namba 11, namba 9 na namba 10. Na mpaka tunapozungumza muda huu maana yake tayari wametangaza wachezaji wangapi? Wachezaji watatu. Winga zote mbili tayari zimetangazwa, moja ya kulia, moja ya kushoto. Na namba 10, namba 9 tayari imetangazwa. Kwa hiyo amebakia ambaye ni namba 10 na namba 6 ambao ndio bado hajatangazwa. Na kwa upande wa namba 10 tulizungumza kwamba Ziki alikuwa yuko mbioni kuweza kujiunga na Yanga, na ingekuwa kama hakuna changamoto za kimkataba na timu yake, pengine tayari wangekuwa wameshamtangaza, kwa sababu yale makubaliano binafsi baina ya klabu na mchezaji yalishafikia mwisho. Lakini changamoto iliyopo nilizungumza kwamba bado alikuwa na mkataba na timu yake ya kule Libya, kwa hiyo ilikuwa inatakiwa lazima wahakikishe kwamba wanamalizana nayo ile timu katika njia mbili. Na Yanga walipeleka ofa yao kwa mara ya kwanza, lakini ile timu ikakaa vile haijalicho na ofa ya Yanga, na wakadimandi kiasi kikubwa ambacho kilikuwa ni almost $500,000, ambalo Yanga wakaona kwamba hapana, ni kiasi kingi ukizingatia kwa wakati ambao Aziki amekuwa na mwenye yuko willing. Kwa hiyo walichokifanya waliamua kutumia plan B kuhakikisha kwamba wanamtumia mwenye Aziki akiwa ni sehemu ya kwenda kuzungumza na timu yake na kuweza kuona kwa namna gani ambao wanaweza kukubaliana, then akaterminate contract na aweze kujiunga na Yanga whether akiwa free au kwa makubaliano ambayo hayata athiri kwa namna moja ama nyingine. Lakini issue ya Mabula nilishazungumza. Mabula mara ya kwanza walifanya attempt, ikawa ina changamoto kwa sababu alikuwa anataka masaa ambayo Yanga walikuwa bado hawajafikia, lakini baadaye tena Yanga walirudi kwa mara ya pili na wakaweza kuzungumza naye, na walipozungumza naye akawa ame accept, na mpaka tangu muda huu maana yake kila kitu kipo tayari kwa maana ya makubaliano, isipokuwa tu bado kutafuta nafasi ambayo watakuwa wana official kuweza kusaini. Kwa mpaka bado tunapozungumza Mabula yuko Tanzania, lakini bado hawajasaini contract, lakini mazungumzo yote yameshafanyika, na usajili wa Mabula hauhusiani na namba 6 ambaye atakwenda kusajiliwa. Mabula ni mzawa, atasajiliwa, lakini bado Yanga wana ingizo jipya la namba 6, lakini pia kwa hii ni nyingine ambayo wanakwenda kuongezea, wanaweza wakaongeza mchezaji mwingine na kufikisha idadi ya wachezaji ngapi? 6 badala ya wangapi? Ya watano. Kwa hiyo nafikiri ndio vyanzo vyangu vinaendelea kufuatilia, na nafikiri kesho nitawapatia kama ongezeko la mtu mwingine wa 6 alipo au watashia kwenye hao wachezaji ngapi ambao ni watano. Yes, nafikiri mara kadhaa nimekuwa nikiripoti kuhusiana na Gilly Mugisha, na hata pale ambako taarifa zisema kwamba tayari amefinalize deal yake na timu ya Libya, nilisema hapana, kwamba si kweli, kwa sababu nilikuwa najua bado pana mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea. Na unajua biashara ya mpira kama biashara nyingine yoyote, wakati mwingine haiwezi kumalizika ndani ya siku moja. Unaweza ukaenda ukataka kitu mkazungumza, leo mkashindwa kufikiana, ukakaa tena siku mbili ukaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo pale kulikuwa pana series ya conversation kati ya viongozi wa Yanga na wakala mwenyewe mchezaji kuhusiana na ni kwa namna gani ambavyo anaweza kuja kujiunga na klabu ya Yanga, na mpaka tunapozungumza still bado uwezekano wake ni mkubwa wa kujiunga na klabu ya Yanga. Lakini nakwambia ingaje watu wengi sana dili hiyo wameshaka vile nini wameiweka off, ni kama dili imeshakufa baada ya kumuona kuna Yanga wamesajili huyo mchezaji kutoka Zambia na wale wengine kutoka Komoro. Lakini waambie kwamba bado still mazungumzo yanaendelea, na wakati wowote as long as dirisha halijafungwa chochote kinaweza kutokea, na mimi nawapatia Yanga asilimia nyingi za kuweza kumtani, kwa sababu wamekuwa kizungumza na kila siku wamekuwa wakifikia yale mahitaji ya msingi ambayo yeye amekuwa akihitaji. Na kwa upande wa mchezaji mwenyewe yuko very positive na kujiunga na Yanga, lakini kwenye management yake kwa vitu ambavyo wamekuwa kiendelea kuvitaka Yanga waweze kuvifanya ili kuweza kumruhusu. Kwa mpaka mnapokuambia hajasaini timu yoyote na kuna serious talks zinaendelea baina ya Yanga na mchezaji, na hii deal rais au mfadhili au niseme mdhamini mkuu mwenyewe, rais wa makampuni ya GSM, na amekuwa ni sehemu ya kuweza kuandikisha deal hili linaweza kufanikiwa. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba bado deal ya Gilly Mugisha haijakwisha. Still Yanga wameendelea kupushi kwa level ya juu kuhakikisha kwamba wanaweza kwenda kumchukua, na malengo ya Yanga nilipokuambia nilizungumza toka mwanzo, na bahati nzuri juzi akiwa anazungumza rais wa klabu alizungumzia kwamba malengo yao ni kufika hatua ya robo finali. Lakini nikwambie tu malengo ya Yanga sio robo finali.
Yanga wanataka wafukuze mwizi kimya kimya. Na hata hizo sajili ambazo wamezifanya watu watazungumzia kimazoea kwamba ushazoea watu wakisajili. Hizi sajili ambazo Yanga wamezifanya huwezi kulinganisha na usajili wa timu nyingine yoyote ambao umefanya katika msimu huu. Na waga anazungumza na baadaye wanakuja kuprove. Nafikiri ligi inakwenda kuanza, mtakwenda kuona jamaa wameingia kwenye next level, wameingia kwenye level nyingine na wanakuja kwa kasi. Na hiki kinachokizungumza utakwenda kukiona. Nyota ambao wamewasaini wa kigeni sio nyota wenye uwezo wa kawaida. Itakwenda kuwa ni timu ambayo ina ubora wa hali ya juu na nakwenda kuiona wakifika hatua nusu finali kama sio finali ya bingwa barani Afrika. Sawa. Chief, kwa wale sasa ambao wanataka kufahamu kiufundi zaidi, endapo Gili Mugisha atakuwa ndani ya Young Africans, unaona timu inaweza ikaenda kutumika vipi? Kwa maana tayari kuna winga Zokwani kutoka Morocco, kuna Kangwanda kutoka Zambia. Endapo Gili Mugisha atakuwepo, ina maana tutegemee kumuona kuna professional player kikaa benchi, ama usajili unalenga nini hasa, kuexpand kikosi ama kutokulizishwa na wale ambao wamepatikana? Kwanza watu wasichokiona ni kwamba Gili Mugisha anacheza maeneo yote pale mbele. Unaweza ukamtumia kama ni kiungo mshambuliaji ambaye akiwa anatokea kulia au anatokea kushoto, lakini pia unaweza ukamchezesha kama namba 10. Wengine wanasema ni inside 10 ambaye anakuwa anakaa nyuma ya mshambuliaji, na nafasi ambayo amekuwa akitumikia kwa muda mrefu kabla Mwalimu Ibenge kuweza kumpeleka pembeni. Lakini pia unaweza ukamchezesha kama kiungo wa ushambuliaji kwa namba 8. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anacheza katika maeneo hayo yote ya katikati. Lakini pia wakati mwingine kulingana na mfumo wa mwalimu, tuangalie kama mwalimu wa Yanga ambao uko naye ni muumini wa 4-3-3, mfumo ambao unakutaka unakuwa na walinzi 4, viungo 3 wa ulinzi na washambuliaji au viungo washambuliaji wakiwa 3. Na wakati mwingine inaweza ikakulazimu usitumie mshambuliaji kabisa, ukaamua kutumia tunasema ni force number 9, kwa maana ukamchukua kiungo mshambuliaji akaenda kwenye sehemu ya mwisho akiwa kama mshambuliaji kamili, kwamba unakwenda kushinda mechi yako ukipitia kwenye eneo la pembeni la kiwanja. Kwa hiyo siamini kwamba amechukuliwa kwa ajili ya namba. Na hata wanamzungumzia huyo Mzambia ambaye amesajiliwa pamoja na Mkongomani ambaye amesajiliwa, still bado ni jukumu la mwalimu kuweza kuona unakwenda kuwatumiaje kulingana na kwamba utakwenda kutumia, lakini pia ukireflect opponent anakuwa ameingia kwa namna gani. Kwa hiyo niwaambie kwamba bado Gili Mugisha anaweza akaja na asiweze kwenda kuathiri nafasi ya Mzambia aliyosajiliwa au ya Mkomoro aliyesajiliwa. Ni miongoni mwa wachezaji ambaye ana talenti kubwa na anaweza kukapa katika maeneo makubwa, hasa kwenye eneo la shambuliaji akiwa na klabu yake. Yes, wachezaji wazuri na wakubwa wako ndani ya Young Africans. Imekuwa hivyo hata msimu uliomalizika pia. Balakonte, Lasini Kouma, Celestine Ekua, Dumbia, wote walisajiliwa na walikuwa na wachezaji wakubwa, lakini walifeli ndani ya Young Africans. Na kilichowafilisha pengine mwanzo wa msimu mwalimu alianza naye hakuweza kukiunganisha kikosi vizuri. Sasa hivi wana mwalimu Mankoba Mniti, na ni miongoni mwa walimu wakubwa. Of course amefanya kazi na makocha wakubwa akiwamo Piso Mosimane. Je, hizi wiki 2 ambazo wamezipata za kujiandaa kwa ajili ya kuanza msimu mpya zitamtosha mwalimu kuiunganisha timu ambayo ina mapro wakubwa na sajili mpya nyingi kuelekea msimu ujao na kufikia malengo? Kiukweli nilishazungumza sana kwamba ukienda kwenye sayansi ya mpira na maandalizi yaliyokamilika, muda hautoshi. Muda hautoshi kwa sababu timu unaweza ukaiandaa minimum for 6 weeks. Ndio muda mchache, kwa maana mwezi mmoja na nusu. Ndio maana ukiangalia hata ligi nyingi Europe zinakwenda mpaka miezi 2. Ligi zimeisha mwezi wa 6, mwezi wa 5, zinakwenda kuanza mwezi wa 8 katikati. Kwa hiyo pata na miezi karibia wiki 10 ambazo zinakuwa ziko pale, ambao ni miezi 2 na nusu. Hii inakwenda kutoa nafasi ya wachezaji kuweza kupumzika binafsi, lakini pia kuweza kuwa na familia zao na kuweza kusort baadhi ya issue za kifamilia, kuweza kule. Lakini pia inampa mwalimu wide range ya kuwa na wiki 6 ambazo anaweza kazigawa hata katika wiki moja kuwa na program tofauti, kwa sababu wachezaji hao wanatakiwa uweze kufanya recovery ya msimu uliopita. Wachezaji hao wanatakiwa waanze kutafuta fitness level ya msimu unaokuja. Wachezaji hao wanatakiwa wapate kuunganika walio wa zamani na wapya, kwa maana kupata kuzoeana. Wachezaji hao wanatakiwa wapate mifumo ya mwalimu mpya kwenda kwenye msimu unaokuja. Wachezaji hao wanatakiwa wapate kikosi ambacho kitakwenda kuwa cha kwanza katika msimu unaokuja. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo uwezi ukaviunga at par, kwamba ukafika mazoezini ndani ya wiki 2 ukafanya kila kitu. Ukiwa una session ya kutafuta utimamu, basi unaipa muda wake
Ndio maana ya kuandaa ile program ya mazoezi kwamba okay, tutakuwa tuna wiki moja hapa, tutakuwa tunatafuta ni utimamu, tutakwenda kufanya zile heavy exercise, yale mazoezi magumu kabisa, lakini pia tutakuwa tuna siku nyingine 5 au 3 za kwenda kupunguza dozi ili miili iweze kuachia zile muscles tayari zilikuwa zimekaza, ziweze kuachia na kuanza kutafuta flexibility. Baada ya hapo tutakwenda kuanza kuchezea mpira taratibu ili kufanya watu waweze kuzoea mpira, then baada ya hapo kwa hiyo vitu vingi katika hizo program. Sasa ukiangalia vitu yani hiyo sanaa yote au huo yani huo mpangilio wote ndani ya wiki 3 huwezi kufanya kitu. Na mbaya zaidi wiki 3 ambazo timu ipo kwenye transition. Yanga mpaka sasa itakwenda kusajili zaidi ya wachezaji 10 na kitu. Na wote waliowasajili maana yake hujawasajili waje kukaa bench, maana yake umewasajili waje kugombania namba. Sasa ni wakati gani ambapo mwalimu atakaa na kuweza kuona kwamba kila mmoja aweze kusoma character, sababu kuna muda kukaa na kuanza kusoma tabia ya mtu, unamsoma huyu yukoje, mazingira yake, lakini pia baadaye uje kuchukua tabia ya kila mmoja na kuweza kuona kwamba nani anapiti na wana nani. Kuna wakati hizi partnership mwalimu anaanza kutengenezea kwenye tabia tu, hasa kwenye nani upande wa ulinzi, unaangalia wana tabia zipi, huyu mbishani, huyu yuko hivi, wakipati. Kwa hiyo ni pure science ambayo tu uwezi ukakaa tu leo hii ukasema tu amekuja sio nikangwanda sio kaja nani wacheze, hapana. Kwa hiyo muda kiukweli hautoshi, lakini there is no way ndio ligi inakwenda kuanza. Just imagine mpaka muda tunapozungumza leo, maana yake almost kuna kama siku 15 zimebaki kwenda kwenye mechi ya ngao. Wanazungumzia wiki 2. Mpaka muda tunapozungumza kuna baadhi ya nyota wa Yanga wawili kama sio watatu bado hawajatambulishwa na timu nyingine wanaendelea kusajili. Hasa hao wanafika lini? Kwa timu na mpaka muda tunapozungumza kuna baadhi ya nyota wa kimataifa pengine wengine hawajawasili kambini, walikuwa katika mapumziko. Watawasili lini? Wakae na timu waanze kwenda. Kwa hiyo wanagundua kwamba ni muda ni mdogo, kwa hiyo kuna haja. Na hii mimi nilipigia kelele hata msimu uliopita. Nilikuwa mtu pekee ambaye nilizungumza kwamba haya yanayofanyika kucheza ligi yanakwenda kuathiri afya na ubora wa wachezaji. Nilizungumza sana. Na ndio tulichokwenda katika msimu uliopita. Watu wako kwenye viwango vyao kwa sababu kupata muda wa kufanya recovery na kuweza kupita katika msimu unaokuja. Kwa ifike hatua lazima tuangalie pia na afya za wachezaji kwa kuwalinda. Na unawalindaje? Kwa kupatia muda muafaka wa kuweza kupumzika. Hawawezi kukataa kwa sababu ni ajali, ni ajira, lakini wanakuwa overload, kitu ambacho ni hatari kwa maendeleo au mustakabali wa mpira wao na hata kupata consistency.